Waarabu walikuwa na tabia ambazo Mwenyezi Mungu alizipenda kwao. Kutokamana na tabia hizo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia, nyinyi mwaweza kuibeba risala ya Uislamu. Japo sasa Waarabu wameacha Uarabu na Uislamu, Uislamu wameuacha na Uarabu pia wameuacha. Waarabu walikuwa na ukarimu wa maajabu, walikuwa na ukarimu wa maajabu. Ilikuwa Mwarabu ana ngamia mmoja, na huyo ngamia ni huyo ndiye anayewabebea mizigo, ndiye wanayemkamua maziwa saa nyingine kama hakuna chakula ikasaidia watoto. Lakini atakapokuja mgeni na hawana cha kumpa, atachinjwa ngamia. Lakini mgeni asiondoke bila ya kula, ni aibu. Hii ni sifa moja ambayo Mwenyezi Mungu alijua hawa nikiwapa hii dini kuieleza wataweza ukarimu dini mpaka mtu utowe. Hakuna katika Qur'ani kuanzia Al-Baqara mpaka Suratul Nas aya inayosema twa. Hakuna. Aya zote waamsiku mimma razaqnakum waamsiku huwezi kuona aya khudhu twaeni, aya za kutoa tu. Na katika aya za jihad, wajahidu fi sabilillahi biamwalikum, kwanza mpaka ipatikane sifa hiyo ya ukarimu, mtu ambaye ataweza kutoa kwa ajili ya dini yake. Waarabu walikuwa nayo, bali Waarabu walikuwa wako tayari. Waarabu walikuwa wako tayari mtu achinje mtoto wake, lakini mgeni asiondoke na njaa. Mtoto, na ilitokea kabla risala, kabla ya utume, kabla ya mtume. Mmoja katika Wabedui amejiwa na mgeni maskini, hana kitu, akawakusanya watoto wake wa kiume, akawaambia, nina mgeni mimi na ataenda bila ya kula huyu. Watoto kumwambia baba, la, siende bila ya kula. Ataendaje bila ya kula huyu? Akawaambia, lakini sina kitu. Watoto wakasema, chinja mmoja wetu, ai mgeni aje nyumbani aondoke bila ya kula. Watoto wako tayari mtu achinjwe. Kwa hivyo Allah alijua tabia hii ni tabia ambayo itaweza kuubeba Uislamu na kuueneza. Ukarimu. Akawaambia, baba, wacha niende kwenye dimbwi la maji, kawaida huja kundamilia pale. Kama nitawakosa tutachinja mmoja wetu, kama nitawapata tutampa mgeni wetu nyama ya kutambia. Kwa bahati nzuri, wakienda kwenye ziwa la maji, wakapiga punda mmoja mlia, wakamchinja, wakampa mgeni akala. Tabia hiyo ya kwanza, ukarimu. Tabia nyingine, kutekeleza ahadi. Mwarabu athamini sana kalima yake. Akisema la ni la, akisema naam ni naam, ageuka. La, naam, naam, ageuka. Hakhalifu kalima yake. Na nimewahi kuambia na leo nitawaambia tena, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alipokuwa katika vita vya Makabail kabla ya Uislamu, kabila hasimu, ukawa kuna bwana ajisifu, mimi sikimbii. Abu Musa al-Ash'ari alikuwa ana nguvu, akamkabili bwana huyu, bwana akakimbia. Abu Musa al-Ash'ari akamwambia, Mwarabu gani unajokhalifu kalima yako? Ushatoa kalima kisha waikhalifu, wewe Mwarabu gani? Yule bwana akarudi akasema, najua utaniua, lakini afadhali uniue
kuliko nijulikane nimekhalifu kalima yangu, na tabani akauawa. Kwa hivyo hizi tabia ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amezipenda, akawapa Uislamu waueneze. Tabia nyingine, walikuwa wakitia azma ya kufanya kitu watafanya, na hii ni muhimu sana. Walikuwa ni watu hawarudi nyuma, tutafanya hivi basi tutafanya. Upole pia walikuwa na hilmu, na walikuwa watu wa kuishi majangwani, watu wa kupeleka watoto wao wakaishi majangwani. Na ndiyo tutasoma mbele, Mtume SAW alipelekwa jangwani kunyonyeshwa huko. Na tabia hizi ndugu zetu wa Kisomali wanayo, kupeleka watoto wao baadhi ya huko, na asili yao wa Somali ni Waarabu, japo mtawaona wako Afrika, wametokana na Azubeir, si wa Afrika. Na hata duali za Kiarabu hawaamini kuwa Wasomali ni Waafrika mpaka kesho, hawawezi kuamini kuwa ni Waafrika. Ni kama wa Misri, kama wa Libya, ni nchi ziko Afrika lakini asili yao si wa Afrika. Na uweusi kwa sababu ya jua, na asili ya Waarabu walikuwa ni weusi kwa sababu ya jua kali, na atakayekuwa mweupe huwa mweupe kupigia na wekundu, ndio asili yao. Kwa hivyo hizi tabia za Kiarabu za kupeleka watoto kulelewa Badia, na utaona mtoto wa Kisomali akitoka Badia atakuja mjini amehifadhi Qur'ani juzuu 20 juzuu, na ukimwona mdogo sana, kisha atakuwa shujaa, si muoga, kwa sababu mtoto akilelewa mjini hawi shujaa, huwa muoga. Mtoto akilelewa Badia huwa shujaa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa Halima Saadia, akaenda akamlea huko majangwani, na Mtume akawa shujaa akiwa na miaka 9. Miaka 9 ni mtoto mdogo sana. Miaka 9 Mtume sallallahu alaihi wasallam achunga mbuzi, apokea mali, amekadhanishwa. Walikuwa wakipenda tabia hizo. Kwa hivyo hizo ni tabia Waarabu walikuwa wanazo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawachagua, chukueni hii dini mkaieneze, mwaweza nini? Kisha kuna shujaa, na tabia ya mwisho ni shajaa. Wanaume ni mashujaa sana, walikuwa mashujaa sana, na walipoingilia silaha mataifa yalishika adabu zao. Alipokuja Rasulullah akawaambia tuwaweza kupigana na kila mtu, basi mataifa yalishika adabu zao. Na utaona sira katika taarikhi, si sana kuona watu waliotawala kwa ukoloni wa Fursi wa Rumi kwamba walienda kuishi sehemu za Waarabu, isipokuwa pengine upande wa Yaman na Iraq, lakini upande wa majangwani hawakuweza, kwa sababu hali yake ya anga ilikuwa ngumu sana, ilikuwa hali nzito sana. Kwa hivyo Waarabu walikuwa wapenda mambo ya kidini. Ndio Abdul Muttalib alipochimba kisima cha maji ya Zamzam akasema yeye